Karibu kwenye video za Yesu Kristo. Hii ni umbizo jipya la video ambalo tunafanya. Ni kujifunza Biblia tu na yote ni juu ya mwisho wa ulimwengu. Yote ni juu ya ufunuo na ni kutoka kwa Biblia tu. Tumejifunza uongo mwingi kanisani, hadithi nyingi za hadithi, mafundisho mengi ambayo si ya kweli. Sio za kibiblia, na kwa hivyo kupitia safu hizi za video zinapaswa kupitia ukweli katika maandiko. Tuna zaidi ya video 425 za bure kwenye majukwaa mengi, Facebook, Rumble, Instagram. Tuna zaidi ya wafuasi 15,000 na watu, kuna mengi yanayoendelea. Tuna vita, tuna mwisho wa vita, uvumi wa vita. Tunayo tauni, kupe, hantavirus, Ebola. Tuna interdimensional mapepo ambayo yanafunuliwa. Kuna mengi yanayoendelea na nina hakika unahisi kama kichwa chako kiko kwenye swivel. Lakini Yesu yuko hapa na nataka ujue hilo. Kwa hivyo huu ni wakati wa kujipata mwenyewe, familia yako, na kupata sawa na Kristo, kujua ufunuo wa Yesu Kristo, kukaa karibu na Baba na kufanya kazi katika Roho Mtakatifu. Nimefurahi sana uko hapa. Kwa hivyo hii ni somo la 6 la Biblia la ufunuo na inaitwa Mizeituni Miwili. Mizeituni na ni yote, ikiwa unaona hii imekuwa maendeleo ya mstari. Kwa hivyo tulianza na madhehebu ya Yesu, vinara viwili vya taa ambao ni vinara viwili vya taa vinavyopigana, na sasa tunaingia kwenye miti miwili ya mizeituni. Yote yameunganishwa. Na nitakuambia kama nilivyosema kwenye video iliyopita, kufanya muhtasari wa haraka, kwamba hii ndiyo sehemu kubwa zaidi ya eskatolojia ya nyakati za mwisho ambayo haifundishwi kanisani au seminari, na nadhani ni ya kukusudia. Ni ya kukusudia sana. Ni udanganyifu kanisani kutoka kwa kikundi maalum. Na kwa hivyo ikiwa unakumbuka kutoka kwa video iliyotangulia, sisi niliishia kwenye cliffhanger. Hili lilikuwa swali, sawa? Hili lilikuwa swali la Wayahudi ni akina nani ambao wanasema wao sio Wayahudi lakini sio? Ambao wanasema wao ni Wayahudi na sio, na ni sinagogi la ninyi mnajua nani? Na hii iko katika Biblia. Hii ni katika kama tulivyozungumza juu yake. Kwa hivyo hili ndilo swali tutakalojibu leo. Kwa hivyo muhtasari wa haraka wa kweli, tunajua vinara vya taa ni makanisa. Wao sio watu, na maanisha wao ni vikundi vya watu, ni vikundi vya Wakristo. Na Ufunuo 20, wakati wowote unapoona neno kinara cha taa, tunajua ni kanisa. Na tunajua makanisa 7 ya Ufunuo kutoka Efeso, Smyrna, Pergamo, Thiatira, Sardi, Philadelphia, Laodikia. Ninapitia hii haraka. Unaweza kuiona katika matoleo yaliyopanuliwa zaidi katika video zilizopita, Ufunuo wa 2 na wa 3. Na haya ni makanisa 7, sivyo? Kwa hivyo hapa katika Ufunuo wa 2 unaona makanisa 4. Kanisa linaloteswa halikemewi. Wengine 3 wanakemewa. Ufunuo wa 3, makanisa 3 yaliyobaki. Makanisa 2 yanakemewa na Yesu na kanisa la uaminifu halikemewi. Kwa hivyo kanisa linaloteswa na kanisa mwaminifu halikemewi, na huo ndio muhtasari hapa. Kwa hivyo ukiangalia katika blue, kanisa linaloteswa lisilokemewa, kanisa la uaminifu lisilokemewa. Hizi ndizo viduara viwili vya taa ambavyo havijakemewa. Na kisha nikawaonyesha vinara viwili vya taa ambavyo Yesu hakukemea. Moja ni kanisa linaloteswa na moja ni kanisa la uaminifu. Na katika makanisa hayo yote mawili hutokea tu kuwa katika aya ya 9 katika Ufunuo 2 na katika mstari wa 9 katika Ufunuo 3 kwa makanisa yote mawili, na makanisa hayo mawili tu Yesu analeta, ninajua matendo yako. Na najua kufuru ya wale wanaosema ni Wayahudi lakini sio. Wao ni sinagogi la Shetani. Anasema tena katika Ufunuo 3, na inatokea tu kwamba anasema kitu kimoja mara 2. Kwa kukusudia sana. Hii sio kama taarifa inayojirudia. Anasema mara 2 kwa taa 2 zile kwa vinara viwili vya taa ambavyo hakukemea. Lazima ufuate the treni hapa. Kwa hivyo kanisa lililoteswa la Smyrna, kanisa la uaminifu la Philadelphia halikuwakemea vinara viwili vya taa, na mara zote 2 anasema kitu kimoja. Hili ndilo kundi ambalo unapigana nalo, Wayahudi ambao wanasema wao ni Wayahudi lakini sio. Na kwa hivyo sasa tunataka kujibu swali hili kwa usahihi, na ni muhimu sana kwenu kuelewa hili. Kwa kweli, na nimejua hii kwa karibu miaka 7. Mashahidi wawili wao ni nini? Wanawakilisha nini katika nyakati za mwisho? Wao huyu sio Musa na Eliya.
Huo ndio uongo. Huo ndio uongo kutoka kwa Wayahudi ambao sio Wayahudi. Namaanisha, mimi sijui niseme nini. Namaanisha hii imedanganywa katika makanisa na seminari. Unapoelewa mashahidi hao wawili ni akina nani na ni vinara viwili vya taa, makanisa mawili, miili miwili ya Wakristo yako, eskatolojia yako yote ni nyumba ya kadi ya kila kitu ambacho umejifunza kanisani. Yote huanguka. Nadharia ya unyakuo mara moja, kuokolewa kila wakati, ujinga wote ambao umejifunza kanisani huanguka. Mara tu unapoelewa mfumo huu wa kimsingi ambao umenaswa, na sisi tunazungumza juu ya absi za ufunuo hivi sasa. Hatujapata hata kina. Mfumo huu wa kimsingi ambao umefungwa na eskatolojia inayohusiana na kurudi kwa Kristo. Unapoelewa mashahidi wawili na wanawakilisha nini na wao ni nani na sio Musa na Eliya vizuri, ninakuambia kila kitu ambacho umefundishwa kanisani kinaanguka. Na kwa hivyo sitasoma aya nzima hapa, tumepitia hii, lakini katika mstari wa 3 hadi 4 na kuendelea, nami nitawapa nguvu mashahidi wangu wawili. Neno mashahidi hutafsiriwa kwa martis ya Kigiriki. Martis inamaanisha mashahidi, nami watatabiri siku 1260 wakiwa wamevaa nguo za magunia. Sasa angalia inachosema, hii ndiyo miti miwili ya mizeituni. Hii ndiyo miti miwili ya mizeituni. Hizi ndizo miti miwili ya mizeituni na vinara viwili vya taa vilivyosimama mbele ya Mungu wa dunia. Tunajua vinara viwili vya taa, tunajua ni makanisa mawili. Ninaamini ni makanisa mawili ambayo hayakukemewa, yakipigana dhidi ya Wayahudi ambao sio Wayahudi. Kwa hivyo miti miwili ya mizeituni ni akina nani? Kwa sababu lazima ujue miti miwili ya mizeituni ili kujibu swali ambalo tulianza kwenye video hii. Kwa hivyo tutapitia maandiko manne juu ya miti ya mizeituni. Maandiko manne. Na unaona Zekaria 4:11, ondoa 14 mbele ya skrini yako. Sasa kabla hatujaisoma nitasema kitu. Kile ambacho wachungaji wengi katika makanisa hufanya na tutazungumza juu ya jinsi ya kusoma Ufunuo tena, sio sura tu, lakini jinsi ya kuisoma. Tazama, Ufunuo, neno ufunuo linamaanisha habari ya ziada, sivyo? Inakupa ufahamu wa ziada. Kwa bahati mbaya, kinachotokea ni wachungaji wengi na seminari na Wakristo wanafanya kinyume kabisa. Ninamaanisha nini kwa hilo? Watachukua andiko kama hili katika Zekaria na watafanya hili kuwa fundisho lao la msingi, na hii ndiyo habari watakayoshikilia na maisha mpendwa, hata kama kuna habari ya ziada katika Ufunuo. Ulielewa nilichosema tu? Lazima iwe njia nyingine. Kwa hivyo hasa maeneo mengine katika Agano Jipya na haswa Agano la Kale, habari ambayo imewasilishwa katika Ufunuo inakupa habari zaidi, sio kidogo. Andiko hili hapa. Ndiyo makanisa yanashikilia juu ya Musa na Eliya. Wacha tuisome pamoja. Kisha nikamjibu nikamwambia, mizeituni hii miwili iliyo upande wa kulia na kushoto kwake ni nini? Namaanisha, je, unaona, inasema kihalisi kinara cha taa. Na nikamjibu zaidi na kumwambia, haya matawi mawili ya mizeituni ambayo hutiririka ndani ya vyombo vya mabomba mawili ya dhahabu ambayo mifereji ya mafuta ya dhahabu ni nini? Kisha akanijibu na kusema, je, hujui hizi ni nini? Ni kama Mungu anauliza. Kwa kweli ni malaika, lakini je, hujui hizi ni nini? Na inakuambia, hei, lazima upate jibu katika Ufunuo. Hata hivyo, na nikasema, hapana, Bwana wangu. Akasema, hawa ndio watiwa mafuta wawili wanaosimama kando ya Mola wa dunia nzima. Sasa unapoona Zekaria saa 4 na madakika 14 inaonekana kama Ufunuo 11:4, lakini unaona ni siri kidogo. Kwa nini hivyo? Hiyo ni ya kukusudia. Ukisoma Agano la Kale kuna mambo mengi ya siri huko. Lakini unaposoma Ufunuo, Mungu ni kama hii hapa. Unaweza kuiona, iko wazi. Ninakuambia,
kulia. Hiyo ndivyo ufunuo ulivyoandikwa. Lakini badala yake tunafanya nini? Tutaning'inia kwenye Zekaria saa 4 na madakika 14 na kuifanya hiyo kuwa mafundisho yetu. Samahani mimi kwa hivyo nilitaka kuondoa hiyo kifuani mwangu kwa sababu nataka usome ufunuo kwa njia ile ile. Usomi ufunuo kama maelezo ya chini. Ufunuo ndio unaosuluhisha mjadala, ndio ulio na habari ya ziada. Hatujui ikiwa tutapata maandiko katika maeneo mengine katika Biblia ufunuo unashinda hoja, na tutazungumza juu ya hilo. Samahani, mimi ndiye ninampiga farasi aliyekufa. Hapa katika Zekaria 4 inatanguliza miti miwili ya mizeituni na inakuambia kuwa iko kulia na kushoto kwa vifungo vya taa. Tunajua kutoka kwa Ufunuo 11:4 kuna vinara viwili vya taa na miti miwili ya mizeituni. Wacha tuwe katika Warumi 11:16 ondoa 24, na umeona hii, kwa sababu hii ndiyo mistari inayokuja juu ya miti ya mizeituni. Sitasoma jambo zima. Unaweza kusoma, unaweza kuchukua picha, unaweza kwenda kuisoma peke yako. Lakini inazungumza juu ya aina mbili za miti ya mizeituni, mzeituni wa mwitu ambao ulipandikizwa na kisha kuna mzeituni wa asili ambao tayari ulikuwa upo. Matawi yalivunjwa. Lakini lazima uone kifungu muhimu hapa na kinashuka hadi 23, ikiwa hawataendelea katika kutoamini watapandikizwa, kwa maana Mungu anaweza kuwapandikiza tena. Paulo anazungumzia nini katika Warumi, sivyo? Anazungumza nini? Anazungumza juu ya Wayahudi na mataifa. Wayahudi na mataifa. Lakini watu, hapa kuna kipande kikuu. Kipande kikuu cha hii ni Kristo. Yesu Kristo wa miaka 2000 iliyopita anapatikana kwa Wayahudi na mataifa. Kwa Wayahudi, Wahindu, Waislamu, Wabudha, unaita. Inapatikana kwa wanadamu wote. Ni Yesu Kristo yule yule, sivyo? Ni hii sio, hakuna mpango mwingine wa wokovu. Hakuna mpango mwingine wa wokovu kwa nchi ambayo iliundwa mnamo 1948. Mizeituni miwili ni Wayahudi na mataifa, na dhehebu la kawaida ni Kristo. Hawaendelei katika kutomwamini Kristo. Sikutaka kuleta andiko hili, lakini Roho Mtakatifu aliniambia, kwa hivyo ninaendelea katika Warumi 11:25 ondoa 29, na ni mwendelezo wa kile ulichosoma tu. Na sababu pekee ya mimi kuleta hii, Roho Mtakatifu aliniambia akasema, hapana, imalize, kwa sababu hili ndilo andiko kwamba wachungaji seminari wanaipotosha kuwa hapana. Na maanisha wanaipindisha tu. Ninaichukia. Hata hivyo, hapa katika Warumi 11:25 ondoa 29, upofu huo kwa sehemu utakapowapata Israeli mpaka utimilifu wa watu wa mataifa uingia. Kwa hivyo Israeli wote wataokolewa. Wao sio. Hii ni Paulo hazungumzii juu ya taifa. Angalia Warumi 9:6, sio Israeli wote watakuwa Israeli. Yeye sio. Anazungumza juu ya ukoo. Na tunapaswa kufanya video tofauti juu ya Israeli. Lakini inapoingia hapa ndipo wanapoipotosha na ninaichukia. Wanapindisha maandiko kusema, kwa hivyo Israeli wote wataokolewa. Haya ni makabila 12 na tunapaswa kufanya video tofauti juu ya hili. Tutafanya hivyo kama video inayofuata. Kwa hivyo, kwa sababu ni muhimu uelewe hili. Hili sio taifa lililoundwa mnamo 1948 kuiba ardhi ya Palestina. Hii sivyo. Hiyo sio Israeli, ni ukoo ambao umeenea ulimwenguni kote tangu Ad Sabini. Kuhusu Injili, wao ni maadui kwa ajili yenu. Kweli, lakini kuhusu uchaguzi, wao ni wapendwa, kwa maana karama na wito wa Mungu ni haiwezi kubatilishwa. Watu, na hapa ndipo ni muhimu sana, wakati Yesu anasema Wayahudi ambao wanasema wao ni Wayahudi na sio, ikimaanisha kuna Wayahudi ambao sio Wayahudi. Hapa ambapo Paulo anazungumza juu ya Wayahudi kama Yakobo 1:1 inavyozungumzia. Zimeenea kote ulimwenguni kote baada ya Ad Sabini. Kikundi hiki ambacho ni bandia na kilichoundwa kutoka kwa azimio hili la Balfour mnamo 1948 sio Wayahudi. Wao sio. Lakini kutakuwa na Wayahudi ambao watakuja kwa ukweli wa Kristo na kumpata Kristo. Hiyo ndio Paulo anazungumza hapa. Sio kwamba kuna mpango mwingine wa wokovu kwa jambo hili lililoundwa mnamo 19. Nitashiriki andiko linalofuata hapa, 1 wa Thesalonike 2:14 ondoa 16, na umeona hii.
Hii inazungumza juu ya Wayahudi ambao ninaamini sio Wayahudi, na inaangazia ni nini kitu ambacho tunazungumzia. Ukiangalia mstari wa 15 ambao waliwaua Bwana Yesu na manabii wao wenyewe na kututesa, na hawapendezi Mungu na ni kinyume na watu wote, wakitukataza kusema na mataifa ili wapate kuokolewa, ili pia wajaze kipimo cha dhambi zao. Lakini ghadhabu imewajia kabisa. Kwa hivyo lazima uelewe kuwa hii ni rahisi kama inavyopata. Kutakuwa na Wayahudi ambao wanampata Kristo, na watakapompata Kristo hawako chini ya ghadhabu ya Mungu. Lakini kutakuwa na Wayahudi ambao sio Wayahudi, ambao walimtesa Kristo, ambao waliwatesa Wakristo, ambao waliwaua Wakristo. Hawa sio Wayahudi. Hawa sio Wayahudi. Ni rahisi sana kuendelea. Hapa kuna andiko lingine, na hii ni yenye nguvu sana. Hii ni katika 1 Yohana 2:18. Tutafanya video tofauti kuhusu mpinga Kristo. Mpinga Kristo na inamaanisha nini? Imetajwa mara 5 katika Biblia hapa, na ninaamini inahusu Wayahudi ambao sio Wayahudi. Watoto wadogo, ni saa ya mwisho. Kama mlivyosikia kwamba mpinga Kristo anakuja, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekuja, ambayo kwayo tunajua ya kuwa ni saa ya mwisho. Angalia inachosema katika mstari wa 19. Ninakuangazia, walitoka kwetu. Walitoka kutoka kwetu. Hiyo inamaanisha nini? Walikuwa Wayahudi. Walitoka kwetu lakini hawakuwa wetu. Walitoka kwetu lakini hawakuwa wetu. Kwa maana kama wangekuwa wetu wangeendelea nasi. Lakini walitoka ili waweze kudhihirishwa kwamba hakuna hata mmoja wao aliyekuwa kati yetu. John anasema hii wazi kama mchana. Vipengele vyote vya mpinga Kristo na wapinga Kristo wengi wamekuja. Walitoka kwao, ikimaanisha kuwa wao ni Wayahudi ambao sio Wayahudi. Na lazima uelewe kwamba neno Myahudi siku za nyuma, na unajua hii katika kitabu cha Matendo, kwa kweli wanaitwa Wakristo, kile tunachokiita Wakristo leo. Wayahudi walikuwa kile tunachokiita Wakristo leo, na kile Yohana hapa 1 Yohana anazungumza haswa. Anarejelea kwamba mfano mzima wa mpinga Kristo na mafundisho ya mpinga Kristo. Alitoka kwao, akatoka kwa Wayahudi. Na kwa hivyo wakati Yesu anazungumzia katika Ufunuo 2:9 na Ufunuo 3:9, Wayahudi ambao sio Wayahudi ni sinagogi la Shetani. Ndiyo. Mtu yeyote wa Kiyahudi ambaye hamkubali Kristo wa miaka 2000 iliyopita yuko pamoja na Shetani, yuko pamoja na sinagogi la Shetani, yuko pamoja na Shetani. Kwa kweli unaweza kusema hivyo kwa mtu yeyote ambaye hamkubali Kristo. Kwa nini itakuwa tofauti kwa Wayahudi ambao hawana? Na hili ndilo andiko la mwisho nitakaloshiriki nawe, na nitafanya muhtasari wa haraka tu. Katika Ufunuo 13 mstari wa 11, mnyama wa pili. Mnyama wa pili ni kutoka kwa sio Wayahudi. Kutoka kwa sio Wayahudi, sivyo? Kwa sababu kuna Wayahudi ambao sio Wayahudi, ikimaanisha wanadai kuwa Wayahudi lakini sio Wayahudi. Mnyama huyu wa pili anatoka kwa kikundi cha sio Wayahudi, ikimaanisha kuwa wanadai kuwa Wayahudi lakini sio Wayahudi. Hebu tusome mstari wa 10. Kisha nikaona mnyama mwingine akitoka duniani, na alikuwa na pembe mbili kama mwana-kondoo, pembe mbili kama mwana-kondoo, na alizungumza kama joka. Lazima uelewe hii, na nitafupisha hii hapa haraka sana. Kikundi cha sio Wayahudi, kikundi cha Kizayuni sio Wayahudi, wamemkataa Kristo. Wanadanganya seminari, wanadanganya makanisa. Walikuambia kwamba Musa na Eliya ndio mashahidi wawili. Waliharibu kila kitu kanisani. Umekuwa ukiamini hadithi na uongo. Kwa nini? Kwa sababu wanataka kumfufua Kristo wao wenyewe, na huyo ndiye mnyama wa pili. Alikuwa na pembe mbili kama mwana-kondoo. Mnyama wa pili ni kutoka kwa sio Wayahudi. Sasa hivi ndivyo nitakavyosema. Kutakuwa na kupitia mchakato huu wote, neno la Mungu ni kweli. Inasema miti miwili ya mizeituni, ambayo inamaanisha nini? Ambayo inamaanisha kuwa Wayahudi wengi watamjua Kristo. Haleluya.
Kristo wa miaka 2000 iliyopita sio huyu bandia ambaye wanataka kumlea. Ninaomba uelewe. Katika Yesu,